imekatika sana na mvua hizi. Nadhani wewe mwenyewe Mheshimiwa Mwenyekiti ni shahidi, ulipita pale ukaona adha hiyo. Imekuwa ni adha kubwa kwa wananchi zaidi ya miezi 7 sasa. Lakini hakuna mpango wote wa dharura ambao umechukuliwa mpaka leo, na imeshakuwa kero sana kwangu mimi na wananchi, lakini imeshakuwa kero sana kwa wananchi pindi yanapotokea matatizo mbalimbali sio ya maafa, lakini hata wakaguzi mbalimbali wanapokwenda kwenye shule ya msingi Misha, kwa sababu hiyo ndio barabara kuu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba ofisi yako pamoja na mkurugenzi muweze kuliangalia hilo, kuweza kutusaidia walau mafuta ili tuweze kutoa hiyo adha kwa wananchi, huku tukisubiri mipango ya bajeti ya TARURA ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwenye halmashauri yetu ya manispaa Tabora. Lakini sambamba na hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, na ile barabara yetu ya kituo cha afya cha Misha ambacho tayari kimeshaanza kufanya kazi, imekuwa toka kipindi kile tuna mwenge unakuja kufungua pale, ile barabara bado haijachongwa, na imekuwa kwa sababu kipindi cha masika haifikiki. Hata juzi wakati tunapeleka vifaa, ile barabara gari zilizama, ikalazimu mizigo ishushwe njiani, kulisogeza kituo cha afya, lazima kutumia gharama kubwa ya pesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba msaada wako pamoja na mkurugenzi kuweza kutoa hizo changamoto ili wananchi wanapoenda kituo cha afya wapate huduma nzuri ya kupita bila shida, lakini na hiyo barabara ya kati Misha kama mita 500. Mkurugenzi, tuwaite watu wa TARURA tukae tuzungumze nao, tuone hichi kipindi cha dharura tunafanyaje katika kata zote, lakini tukizingatia kata ya Misha. Kata ya Ndevela tumewekewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mwalimu, nyumba ya kisasa pale shule ya msingi Ibasa. Pamoja na shukrani hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ikikupendeza kamati yako ya fedha ifike kufanya ziara kwenye ile shule, pamoja na kuangalia hiyo nyumba nzuri safi kabisa ambayo inaanza kujengwa, lakini pamoja na kuona hali ya elimu katika ile shule na mazingira jinsi yalivyo, naomba kuwasilisha hilo ombi. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto nilionayo au swali nililonalo Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa kuna umoja unaitwa Umoja wa Wanatabora, UWATA. UWATA ni watu ambao walikuwa wamejitokeza kwa ajili ya kununua ardhi, kuipima na kuiuza kwa bei ndogo sana kwa wananchi na wakazi wa Tabora, lengo kuendeleza mji wa Tabora, wakiwa wadau wa kuelekea kwenye kuitwa jiji manispaa yetu ya Tabora. Sasa swali langu Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lini manispaa inaweza ikaona kuna umuhimu wa kukutana na watu wa UWATA ambao wamepima viwanja vingi, ili wasikie changamoto za watu wana UWATA, waweze kuwasaidia angalau kutengeneza miundombinu katika maeneo aliyoyapima, ili kusudi kuwavutia watu kuanza kujenga. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule viwanja ni vingi na watu wamenunua kwa muda mrefu, lakini bado hakuna vivutio, na kazi ya serikali ni kutengeneza vivutio vizuri kwa raia wake ili kuweza kuwekeza. Na bado kama haitoshi Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekwisha kusanya fedha nyingi sana kwa ajili ya kulipia hati miliki za viwanja vile. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha kwamba wale UWATA ni watu binafsi na wanafanya biashara. Kwa hiyo swala la kukwangua barabara zao ili wauze viwanja vyao, sisi hilo hatuhusu, kwa sababu hatuwezi kuingiza pesa ya serikali kwenye watu binafsi. Swala la kulipia hati miliki ni jambo la kisheria. Kwa hiyo mimi niseme tu, pamoja na nia nzuri unayo Mheshimiwa Diwani, lakini watu wa UWATA wanatakiwa watimize wajibu wao, kwa sababu wameuza viwanja na wamelipwa pesa, wanatakiwa wachonge zile barabara ili watu waendelee kuendeleza vile viwanja. Na walishakuja na proposal zao hapa. Na mimi labda niseme tu jamani, ndugu zangu, sisi wote hapa ni watoto wa mjini. Kwa hiyo unapoletewa proposal ya kijanja janja, ni lazima uigundue mapema. Na uzuri, na mimi ni mwana UWATA, na mimi nilikuwa kiongozi, na Mheshimiwa Kesi anajua kwamba watu walishalipa pesa, wanatakiwa wakwangulie barabara zao. Swala la kuwa watu wengine wanachukua pesa alafu mzigo uende kwa serikali, hilo swala haliwezekani. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba UWATA watimize wajibu wao kwa mujibu wa katiba yao waliojiwekea, na wamekusanya pesa nyingi za wananchi.
Mheshimiwa Msaidia kwa kunipa nafasi nami niweze kuuliza maswali ya papo kwa papo. Mheshimiwa Mwenyekiti ambaye ni Msaidia Manispaa Tabora, kata yetu Ipuli ambayo ni mitaa mitano, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna barabara za lami za ndani ambazo ni kilomita 5, lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kupata barabara ya lami tena upande wa maili 5 ambao kilomita 2.4 ili zamani kilomita 3 na milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekuwa na kilio cha muda mrefu cha wananchi wa kata Ipuli. Taa za barabarani mpaka sasa zile za ndani zenye kilomita 4 mpaka leo taa zile haziwaki. Imekuwa ni changamoto kubwa ya wakazi wa Ipuli, haswa nyakati za usiku. Imekuwa inaleta shida na kupelekea ajali za hapa na pale pamoja na vibaka. Mheshimiwa Mstahiki Meya, sasa ni lini sasa kupitia wewe Mstahiki Meya, na wewe umekuwa ni msaada mkubwa sana kwa baraza la madiwani Manispaa Tabora, na sisi wananchi wa kata Ipuli tunakuamini kwa 100%. Sasa ni lini sasa wananchi wa Ipuli wakusikie wewe ambaye ni bosi wetu, taa zile sasa zitakwenda kuwaka na kipindi cha kipindi cha uchaguzi? Asante Mheshimiwa Mstahiki Meya, naomba kuwasilisha. Na mkurugenzi alishaandika barua ikaenda TANROADS na TARURA, sababu zile barabara ziko chini ya wakala, zile taa ziko chini ya wakala wa barabara. Kwa hiyo mimi niseme tu, kwa sababu wakala zote za barabara ziko hapa mkoani kwetu, mimi kuombe tu Mheshimiwa Diwani, pamoja na barua zote zilizofanyika, mimi na wewe twende TANROADS, twende TARURA, tukajue watu walipokwamia ili na sisi tupushi, kwa sababu kama swala la barua walishaandikiwa, kama kuwakumbusha tulishawakumbusha. Kwa hiyo mimi nafikiri jambo zuri ni kuambatana mimi na wewe twende kwa wenzetu ili watuambie wamekwama wapi, tujue jinsi gani ya kufanya. Naomba na mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuuliza swali la papo kwa papo. Mwenyekiti, swali langu ni moja lakini litakuwa na A na B kama ifuatavyo. Mwenyekiti, nilikuwa nataka kujua kwamba mnamo tarehe 15 ya mwezi wa 5 2025 siku ya Alhamisi, Mheshimiwa mbunge wa jimbo aliuliza swali bungeni kwenye wizara ya ujenzi, Mwenyekiti, na Mheshimiwa waziri alimjibu swali hilo vizuri sana, lakini swali hilo Mwenyekiti lilikuwa linalenga upande wa barabara. Swali hilo lililenga barabara ya Ikomwa na maeneo yote ambayo yaliathiriwa na mvua, na waziri alipokuwa na mjibu Mwenyekiti alieleza pamoja na majibu mengine kwamba barabara zile zimeshafanywa kazi, makarabati yamejengwa ni pamoja na barabara za Ikomwa. Mwenyekiti tena ilieleza Ikomwa imejengwa na makarabati ya Malindi yameshajengwa. Sasa kupitia ile Mwenyekiti, bahati nzuri ninayo, mimi nilikuwa nataka kujua kwamba hayo makarabati yaliyojengwa kwa makao kule Ikomwa, kwa sababu mimi ndio diwani wa Ikomwa, nilikuwa nataka nijue yako sehemu gani Mwenyekiti. Hilo ndio swali langu la kwanza. Lakini Mwenyekiti, bei yake kwa busara tulikuwa nataka nijue Mwenyekiti, kikao kilichopita kujiazimia Mwenyekiti pamoja na maazimio mengine yote, kwamba kwa wale madiwani ambao wameweza kuchangia kwenye bima ya afya zaidi ya miaka 15 wamekizi kwa mujibu wa ile sera ya bima, kwamba wale wote ambao wamefikisha zaidi ya miaka 15 walitakiwa Mwenyekiti leo kwenye baraza hili tukufu wapewe sasa bima zao za maisha, kwa maana ya yeye mchangiaji na mwenzi wake, kama mpaka kujua Mwenyekiti, kwa sababu baraza sasa tumeelekea mwisho. Utaratibu huu utatekelezeka kipindi gani? Ukiangalia Mwenyekiti, inawezekana robo ya mwezi wepo likawa baraza ambalo litakuwa kwa mujibu wa maelekezo. Kwa nataka kujua Mwenyekiti, tutakabidhiwa lini ambao tumekidhi vigezo ikiwemo na mimi mchangiaji niliyoko hapo. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Na mwingine leo meneja wa bima yuko hapa, atatoa majibu ya hilo pamoja na mambo mengine, lakini kabla hajafika nikasema kwamba meneja wa bima amefadhili lunch ya waheshimiwa madiwani pamoja na wajumbe. Kwa hiyo maana kama amefadhili lunch, hata hilo swala la matibabu halina shaka.
ila sitaki kumjibia kwa sababu mwenyewe yupo, ni mchapakazi na ni mtu muungwana sana. Lakini tuende kwenye swali la msingi ambalo ni swali la kwanza. Mheshimiwa mjumbe, umeuliza swali zuri, lakini hilo swali mimi siwezi kulijibu kwa sababu kwanza, wakati mbunge anauliza swali bungeni mimi sikusikia, lakini wakati waziri anamjibu mimi sikusikia. Kwa hiyo mimi naomba tulifuatilie ili mwisho tupate majibu ya msingi kwamba aliuliza swali wapi na kwa nini alisema karabati hapo na wakati hakuna. Nikilijibu takuwa nimeingia kwenye mgogoro ambao sikufahamu. Kwa hiyo nikuombe tu mjumbe ulizike, hilo swala tumelibeba, waziri yupo, mbunge yupo na wewe upo, tutafuatilia. Swali linalofuata ni kwanza nishukuru kwa kunipa nafasi hii. Swala langu au swali langu litahusu stendi yetu ya halmashauri ya manispaa hapa mjini Tabora. Wote tunatambua kwamba wananchi wa manispaa ya Tabora na nje ya Tabora wanatumia ile stendi. Lakini kwa bahati mbaya sana wasafiri wengi wanapata adha. Siku moja natokea Ulambo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepanda basi pamoja na wasafiri wengine. Lakini itokea watu wakaanza kuzungumza kule kwenye basi kwamba tunakaribia kufika stendi ya Tabora, kila mtu achunge mzigo wake. Jambo hili lilihuzunisha. Jirani yangu pale nikapinga kwamba stendi yetu ni salama. Akaniambia hapana, sio salama. Kuna vurugu kubwa wakati mtu anakwenda kupanda gari na wakati wa kushuka anapokuwa amemaliza safari yake. Na wengi wameibiwa, wengi wamenyang'anywa, wengi wamedhulumiwa. Na kwa sababu stendi ile inatupatia mapato kwa ajili ya kutoa huduma kwenye manispaa yetu ya Tabora, ninaomba kauli yako juu ya mwenendo huu unaoendelea. Wewe mwenyewe unaweza kuwa shahidi. Jaribu siku moja ubadilishe tu nguo, alafu bebe mzigo wako kama utaingia nao mle ndani, maana yake utanyang'anywa mkiwa kabla hujaingia mlangoni. Sasa huu sio utaratibu mzuri. Mimi ninakuomba utoe kauli, wananchi wote wanataka kusikia kauli yako mstakimea kuhusu jambo hili ambalo limekuwa adha kwa wasafiri, lakini ni aibu kwa halmashauri yetu. kama ifuatayo. Kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru sana jeshi la polisi pamoja na mkurugenzi, kwa sababu tumekuwa nao mara kwa mara pale tu panapotokea tatizo au jambo lolote kama hilo lazungumza, wamekuwa mstari wa mbele na kumekuwa na doria pale, na ilifika kipindi kuna watu walikuwa wanalala mpaka mle stendi. Kwa hiyo nikushukuru mkurugenzi pamoja na OCD na timu yako kwa kazi kubwa ambayo walifanya pale. Japo hapa ni mjini, hayo mambo hayawezi kuisha, ila tutayapunguza kwa sababu yani sehemu yote ya stendi lazima pawe na purukushani. Kwa hiyo niwaombe tu Mheshimiwa Diwani pamoja na wanyamwezi wenzao wa Ulambo, mnapofika stendi muwe makini. Maana pale ni stendi na ni mjini. Japo hao watu watuwatetei, lakini hayo mambo lazima yanapokuwa mjini lazima jitokeze. Lakini ni kuahidi tu kupitia baraza hili tutaendelea kudhibiti kadri uwezo utakaokuwa nao. Tumeanza, kuna watu walikuwa pale kama nilivyosema wanalala na wengine walikuwa wapiga debe wengi sana. Kwa hiyo tumeanza kuambia watu wa mabasi kila mtu atoe idadi ya mabasi yanayoenda pale na idadi ya wapiga debe. Kwa hiyo hilo swala linaendelea chini ya meneja wetu wa stendi pamoja na viongozi wengine. Ninaweza kutoa swali la nyongeza? Karibu. Kwanza nikushukuru kwa majibu yako mazuri. Nashukuru kupata nafasi hii ya mwisho kwenye upendeleo adhimu. Nitakuwa na swali la A na B, lakini kama itakupendeza Mheshimiwa Mwenyekiti nipate na swali la pili. Kata ya Chemchem, Mheshimiwa Mwenyekiti, ina shule ya msingi Chemchem. Mheshimiwa Mwenyekiti, ile shule ni ya zamani sana, ni shule kongwe na hivi sasa majengo yake yamechakaa sana. Tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, tulipata pesa za boosti
tukajenga madarasa mawili kwa ajili ya wanafunzi wetu wa masomo ya awali. Swali: ni lini halmashauri ya manispaa ya Tabora itatoa pesa sasa kwa kipendeleo na kwa umuhimu wa pekee kuiboresha ile shule, kwa sababu imeshakuwa shule ya siku nyingi na imechakaa sana, na ikizingatiwa tuna watoto wasiopungua 1600 na kidogo. Niombe hilo kwa upendeleo ikipendeza. Bi yake nilikuwa nikifuatilia hapa juzi katika mifumo ya mitandao, nikasikia Wizara ya Ujenzi imetoa pesa kwa ajili ya kujenga kingo za mito. Sasa swali, kama Wizara ya Ujenzi imetoa pesa, ni nini sasa, au mkurugenzi au mstahiki meya utatuambiaje juu ya swala la Mtokenge? Kwani Mtokenge imekuwa ni kero na ni tatizo kuu la kata yetu ya Chemchemi. Sehemu kubwa ya uchafu unaosambaa mjini unaishia kata ya Chemchemi na unahatarisha afya za wakazi. Iko utaniruhusu Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niulize na swali la mwisho kama litakupendeza. Asante, nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa hisani yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, michezo inaonekana kuwa ni siasa, michezo ni uchumi. Kama michezo ni siasa na michezo ni uchumi, tumeona kuna timu za Kinondoni, hata hii timu inayocheza na timu yetu ya Simba ni timu ya halmashauri ya manispaa. Swali, ni nini sasa halmashauri ya manispaa ya Tabora yenyewe itaanzisha timu ambayo itakuwa ni sehemu ya chanzo cha mapato na italeta maendeleo na chachu katika halmashauri ya manispaa ya Tabora, kwa sababu tunaelekea kwenda kwenye jiji. Niombe hilo, nashukuru kupata nafasi. Ilikuwa ni tembe la Mwarabu ambaye anaitwa Bwana Said. Lakini kabla ya Mwarabu alikaribishwa na chief wa Unyanyembe. Historia imekuwa inakatika. Wanapofika tembe la Livingstone wanapata historia ya Livingstone. Ingekuwa vizuri historia hiyo ikaunganishwa pamoja na chifu Isike Mwanakiungi, ambayo ndio historia itakuwa imekamilika. Je, lini halmashauri na serikali kuu wataunganisha hilo eneo kwa kuzungumza na familia ya kina chifu ili iungane sasa iwe historia nzuri ya Unyanyembe? Nipe nafasi kumshukuru sana na kumpongeza afisa elimu sekondari kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya, na shule zote kongwe afisa elimu msingi na shule zote kongwe ikiwemo ya Isevya, ikiwemo ya Mapambano na zingine zote zimeshaandikiwa andiko na tunasubiri majibu kutoka wizarani. Na katika hilo andiko, lakini pia Mheshimiwa Rais alituma, kuna timu ilikuja ikawa inataka shule 5 tu katika mkoa wa Tabora manispaa yetu, pia aliwapitisha kwenye shule. Kwa hiyo mimi niwaombe tu waheshimiwa wajumbe, tuwe na subira. Serikali ya Mama Samia, serikali ya awamu ya 6 iko makini sana katika maeneo yote. Tuna imani kubwa shule zote kongwe na zile ambazo zimechoka zitafanyiwa ukarabati. Lakini swala hizi swali la pili, Mheshimiwa Diwani anasema aliona kwenye mitandao kwamba Wizara ya Ujenzi inatoa pesa kwa ajili ya kingo. Mimi niwaombe waheshimiwa wajumbe, hii ni serikali. Serikali na utaratibu wake wa kufanya kazi. Hatuwezi kutoa majibu kwa ajili ya kuona kwenye mtandao. Serikali huwa inaandika barua. Kwa hiyo mimi niseme mkurugenzi afuatilie kama kuna barua au waraka wowote ambao utatumwa kwa ajili ya hayo maelekezo, huo tutaufuata. Lakini tukisema tufuate mambo kwenye mtandao, ndugu zetu wa waandishi wa habari wanafanya kazi kubwa, lakini pia kuna blog nyingi, kila mtu ana habari zake. Mnaweza mkashindwa kufanya kazi hapa, kila mtu anatoa kituko chake mnakipata kwenye mtandao. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba litafuatiliwa kwa mujibu wa utendaji kazi wa serikali. Swala la tatu ni swala la kuhusu michezo. Mimi niwaambie tu ndugu zangu, wala nisimumunye maneno kutoka moyoni mwangu kabisa, kwamba ni kweli michezo ni afya,
michezo ni ajira, lakini michezo inaleta kipato. Lakini kwa manispaa kama ya Tabora kuwa na timu haiwezekani. Yaani timu ni mchwa. Uzuri mimi ni kiongozi wa timu, makamu mwenyekiti wa Tabora United, na tuko na kesi hapo na wengine. Kuna mambo mengine hatuwezi kuyasema hapa kwenye media kama viongozi, lakini ukisema hii halmashauri uitwishe timu ya mpira, hakuna hata dawati moja itakayojengwa wala darasa wala kupiga rangi. Hakuna sehemu hela zinaliwa kama kwenye mpira. Na kuna mambo mengine ni ajabu kabisa ambao kama serikali huwezi kuyaandika. Hivi wakija hapa watu wazima au wazee wanasema sisi ni benchi la ufundi la Tabora Municipal Council, tuna mganga wetu Sumbawanga, tunataka twende. Unaiandikaje hapa kwenye dokezo? Unaiandikaje kwenye dokezo? Kwa hiyo kuna mambo ambayo ni mengi ambayo yanaliwa, hela zinaliwa kuliko hata wale wachezaji ambao wanaingia uwanjani kucheza. Yaani mpira mwingi nilivyoona wa Tanzania unachezwa nje kuliko uwanjani. Kwa hiyo mimi niseme kwa nia njema kabisa, swala la manispaa ya Tabora kuwa na timu kwa muda huu hapana. Ni mpaka hapo tutakapofuatilia na kujiridhisha ama vinginevyo. Lakini kwa research yangu ndogo niloifanya, timu hapana. Tunaenda kuimaliza yale mashauri. Lakini la mwisho ili la Mheshimiwa Haruna Kulwa, mimi nafikiri kwa sababu haya mambo ya historia na watu wa majengo na historia wapo na Malikale, mimi nafikiri mtu anahusika, mkurugenzi afuatilie hili jambo, kama kuandikia barua ili waje tukae nao tujue, na kwa sababu Mheshimiwa Haruna yupo na anajua historia ya mambo, watakuwa naye ili wajue nini anachofikiria au kitu gani kiendelee. Baada ya kujibu hayo maswali, niwashukuru sana